Penzi letu limejaa uba. Unanipenda? Ndio. Penzi letu limejaa uba. Unasema unanipenda? Ni upendo gani unaozungumzia? Kwani kuna upendo wa aina ngapi? Si ni upendo ule ambao unajulikana. Kama ungekuwa unanipenda mimi, ungeweza kunisaidia ndoa yangu ikae sawa. Ungeweza kukaa na mume wangu ukamshauri ni kiasi gani mimi mke wake nampenda. Na ungemwambia kuwa siwezi kuishi bila yeye. Sasa wewe umenifukuza nimekuja. Alafu umeniita hapa. Unataka tuongee nini? Ndio maana nakuelekeza. Kujua yani kitu ambacho kimetokea. Mimi nilikuwa naomba tukia pande mbili, huku na huku. Sikujua, niliamini wewe ni mchawi. Na hiyo stress unataka. Ndio nakwambia aje, mimi nilifanya maamuzi nikiwa kitu gani, yani sijui kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini kwa macho yangu mawili mimi nimekuona wewe mara mbili. Nimekuona wewe upande huu, nimekuona wewe tena upande huu. Haiwezekani mtu mmoja nikamwona mara mbili nikaamini moja kwa moja utakuwa mchawi. Unaletea matatizo katika familia yangu. Lakini nisikuti katika akili yangu nikagundua nimecheza bwana naifanya mzee Fundo. Anajaribu kucheza na akili yangu, anavaa sura yako kufanya matukio anayojua wewe. Sasa siku nyingine unakuwa unafikiria, unajua kabla ya kufanya kitu kwanza fikiria uone je kitu unachokifanya ni sahihi au vipi. Sio kuepuka tunafanya kitu kumbe kitu chenyewe ukijua. Sivyo mimi kitu kimenichanganya sana ndugu yangu na sikujua. Wakati mwingine unafikiria kabla ya kuamua jambo. Kwanza fikiria. Ndio hii tunaingana hii swala. Kama inawezekana endelee kucheza na kitu. Unajua? Nakwambia mwanangu, tuende nyumbani tukajenge mwanangu na mama. Twende nyumbani tukaongee tujue tunafanyaje. Kama sawa mengine mtu samiana, kwa mimi sijajua kabisa. Nafaa kufikiria kama hujui kitu fikiria kwanza. Hivi wewe basi ndio wanaambia nikusubiri kwa analetea chakula. Unisubiri wapi? Wewe ndio unasema unaletea chakula pale nikusubiri. Mimi sasa hivi kuna kukutata. Mimi nikwambia unisubiri. Kwa mimi sisikii. Nilikwambia unisubiri wapi? Mimi nilikwambia unisubiri. Kama sisikii vizuri au nafuaje? Wapi nilikwambia unisubiri wapi? Kwanza kwa mlaumu Alex Bui, lakini mimi na uhakika 100%. Huyo sio Alex. Ndio maana hapa haelewi chochote kinachoendelea. Ndio anakuwa anaongea hapa. Kwa sababu yeye anakuja kuambia habari kama hizo hapa. Mimi ni pamoja nisubiri. Basi ndio anaenda mimi siondoke. Umechanganyikiwa. Mimi ni pamoja nisubiri. Uko sawa? Kwa mimi sisikii vizuri, ndio. Itakuwa kiziwi. Wewe umechanganyikiwa. Basi ndio anaenda mimi siondoke na Samia sasa. Sawa uko sawa. Umechanganyikiwa. Uko sawa. Unasikia Maria? Mwana kitu ambacho anakiongea Maria ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakisema hapa. Inawezekana ni kweli kabisa Maria amekuona wewe huko na mmwambia utamletea chakula. Hayo yote anayafanya mzee Fundo. Anavaa sura yako, anafanya tukio. Unaelewa? Ndio hicho ambacho nilikuwa nakiongea hapa. Kwa maana tumalize hizo tofauti, turudi nyumbani tukajadili tujue tunamaliza vipi hili swala. Maria, huyu ni mzee Fundo anajaribu kucheza na mzee tu. Umeona? Maria, wewe unamuona wewe huko akuwa Alex. Huyu ni mzee Fundo. Yeye anacheza na akili yako kwenye kitu.
Kwa mimi wewe unachukulia mimi sina akili sana, si ndio hivyo? Si ndio? Sasa nakwambia hivi. Sasa hivi hapa nakwambiaje? Narudi nyumbani, naenda kuchukua kila kilicho changu, naondoka. Sawa? Nakwambia hivi. Ukirudi nyumbani, nakuta nimeruka mabegi yangu nimeondoka. Sawa? Rudi wapi wewe unachanganya yote mbia zako jamani. Ngani wapi? Kwa moyo mbona sikuelewa mbona unaongea? Ukachukua kitu cha watu. Kitu chako unaongea kitu gani? Sasa hayo nilikuwa nazungumza. Mwanangu ndio nyumbani. Hayo mambo yote ni mzee fundo anasababisha. Wenzetu. Penzi letu limejaa uba. Na tumefika wakati mwafaka sasa. Sawa. Na njaa tulikuwa nayo. Sasa mume wangu inakuwaje huyu tena karudi hapa? Kwa hiyo sasa kilichomleta huyu nini sasa kwenye nyumba? Kwa jamani mimi usirudi hapa. Mbona umemrudisha tena huyu shetani katika hii nyumba? Yaani huyu mwendawazimu unamleta kwenye nyumba yangu tena maana yake nini? Yaani majina yote mabaya unayo wewe. Shetani, mwendawazimu, kichaa, mkota makopo, yote ya kwako wewe. Kimekuleta nini kwenye nyumba yangu tena? Yaani kuna vitu vingine ni mizigo jamani. Bwana huyu ataendelea kuwepo hapa. Kuangania tu kwenye majumba ya watu, hamna kwenu. Bwana kekebegi ndani. Ya sawa. Kiza. Hatima yangu iko mikononi mwako. Hilo ufahamu. Mimi ndio mumeo. Na nafika kabisa huo ugali ni kwa ajili yangu. Kama ulijua. Afu wewe, hebu ondoka hapa. Nitakuchoma wewe. Nitakuchoma. Kaa mbali na mimi. Sikia wewe. Kaa mbali na mimi. Na mimi ndio mumeo. Unaelewa? Afu wewe kaa mbali na mimi, umenisikia wewe? Kaa mbali na mimi. Kama mtamu. Huu mchozo wa kiasira. Chukua sahani vizuri, niandalie ugali. Nile mumeo. Unajua dizaa hoje juu. Afu ni mtoto mzuri kabisa. Au hujaiva bado? We. Nini hicho? Kitu gani? Nini hiyo? Unafanya nini? Desire, umefikia huku? Yaani umefikia stage ambayo unataka kuchukua chakula umpige nacho mtu usoni. Na sio kumpiga nacho tu, nitakuja nimchomechome huyu. Mbwa huyu. Basi mbaya. Mbona mbaya hivyo? Huku unaenda wapi? Eti nimchome mbwa sio na adabu mshenzi mkubwa. Yaani ninunue unga, wewe uchukue ugali, uunguze nao mtu usoni. Umefika huku? Na sio kumuunguza tu. Yaani wewe unaelekea wapi wewe mwanamke? Kwenda wapi mke wako Desire? Hivi kwa nini una roho mbaya? Yaani kila siku wewe ubadiliki. Kwa nini? Sasa hii maana yake nini yani? Yaani kosa lake yeye ni mimi tukumrudisha hapa. Ndio mpige na chakula usoni. Yaani mume wangu ngoja nikwambie. Huyu unajua ni chui huyu. Huyu ni chui amevaa ngozi ya kondoo. Na siku ukija ukiujua ukweli, utakuja kujua kati ya mimi na huyu mbwa wako huyu nani shetani. Kwa hiki kitendo hicho kionyesha hapa. Mimi hata ile hamu ya kula ugali imeniisha kwa kweli. Yaani namchukia huyu. Kwa ndugu yangu, nisamee mimi. Kwa sababu mimi najua mimi ndo nimekurudisha hapa. Unisamee mimi mwanangu, achana na huyu mwanamke. Kwa sababu nadhani wewe mwenyewe kuna baadhi ya vitu ushajua yukoje. Na mimi siwezi nikala tena ugali ambao binadamu mwenzangu anataka kutupiwa mwilini. Mume wangu, tuondoke, tutakula mbele ya safari. Siku ukija ukijua ushetani anaofanya huyu mbwa, ndio utakuja kujua kati yangu mimi na yeye ni nani shetani. Sikia, tuondoke. Nimekuahidi hilo. Tuondoke. Kula sasa ugali wako. Mama mimi nasikia. Tuweze tukombe tutakula mbele kwa mbele ugali.
Mimi siwezi nikala chakula ambacho katishiwa binadamu kutupia hizo. Mwanzo nakuchukia shetani wewe, nakuchukia wewe. Shetani mkubwa hiyo. Oya Alex. Oya. Alex. Ukaja hapa. Wewe mwanangu, si dakika mbili tu mwanangu, nimekuwa chakula mwanangu. Wewe inawezekana vipi dakika mbili nimekuwa chakula, sasa hivi unakuja unatokea huku? Bwana changanya mwanangu. Umenipita pita vipi hapa njiani? Inawezekanaje ni kunipita kunivuka mpaka sasa hivi unatokea huku mwanangu, unakuja na Maria. Huyu Maria umekutana naye wapi? Huyu Maria umekutana naye wapi dakika mbili? Baba. Samani, wewe unataka kukutana kwangu mimi na Alex wewe nakuuliza. Nakuuliza unataka? Hebu acha basi. Imechezo nishaanza kuistukia hii. Kukutana mimi na Alex wewe nakusudia. Imechezo nishaanza kuistukia. Kukutana kwangu mimi na Alex wewe nakusudia. Wewe Maria umekutana. Sopa. Hebu acha mambo basi. Baba, samani haikuhusu. Wewe unataka? Kwa hii michezo hii. Alafu hii michezo mimi naijua na sasa hivi nishaanza kuistukia. Hii michezo hii nishaanza kuistukia. Hii michezo hii nishaanza kuielewa sasa hivi michezo. Oya. Huwa nimejiona mimi mwenyewe. Huwa nimejiona. Yaani mimi mtupu. Sasa ndo mazingira ambayo mimi nikuelekeza. Huyu ni mjifundo. Kwa hiyo ndo mambo muhimu nilikuwa nakuelekezaga. Huyu ni mjifundo. Yeye anatutengeneza anavyotaka yeye. Alex unamwacha nyumbani unamkuta njiani. Na unamwacha njiani Zomba unakuja kumkuta nyumbani. Yaani michezo anatugeuza anavyotaka yeye. Anavyotaka yeye. Fanya anavyotaka wewe. Sema nini? Tutajua tunafanya. Atupeleka kulia, atupeleka kushoto. Alex unamwacha nyumbani, unakutana na njiani. Zombo unamwacha njiani, unamkuta nyumbani. Ni michezo fulani yani yakishumileta. Michezo nao. Nishamuelewa. Ngoja nafanya hivi. Sema nini? Ngoja tunafanyaje? Tabia na huyu mzee. Mzee. Mola wako anakuja. Mola wako anakuja. La. Anapapa anakuja. La.
Penzi letu limejaa uba, mapenzi na 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 hivi. Ile si nguo ya gaza wangu jamani. Anaitoa kwa muda mrefu. Limejaa uba, mapenzi na 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 Kawachezea wao, sio mimi na wala sio mwanangu. Shetani. Limejaa uba, mapenzi na 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 Uko wapi baba? Nimekumisi mamako. Sijui kama umekula. Nimekumisi. Sijui kama hata mwanangu uko uliko nakula. Sijui hata nani anikuogesha. Sijui ni wewe mzee Fundo amekuchukua mwanangu anakutesa. Mama, basi unifikirie mama yako na urudi. Sasa Zaya, ina maana uko tayari kuendelea kunyanyaswa na Zompa mpaka lini? Kwa sababu huyu hakupendi, anakufanya kila wakati unalia, unatoa machozi. Uko tayari mpaka lini kuendelea kumvumilia, kuendelea wewe? Utaendelea kumvumilia Zompa mpaka lini? Yule kupendi, unakubali kuwa unalia wakati wote. Kwa nini? Au unanipenda? Ndio. Unasema unanipenda? Ni upendo gani wewe unaozungumzia? Kwani kuna upendo wa aina ngapi? Upendo si ni upendo ule ambao unajulikana. Kama ungekuwa unanipenda mimi, ungeweza kunisaidia ndoa yangu ikae sawa. Ungeweza kukaa na mume wangu ukamshauri ni kiasi gani mimi mke wake nampenda. Na
nikimwambia kuwa siwezi kuishi bila yeye. Afu mimi hapa simulizo mpa. Mimi namlilia mwanangu. Sijui hali yake, sijui kama amekula, sijui kama amelala, sijui chochote kinachomhusu mwanangu. Niache mkunishike bwana. Toka hapa. Penzi letu limejaa ubaya.